Ali Hatib Kidusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042. Hapa katika mizimu yetu ya Kinwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Hapa ndiko ninakopatikana. Tunasonga mbele na darasa letu katika awamu kubwa zaidi ya kukupa namna gani ujitambue na watu unaoshirikiana nao, kile ambacho unakivuna kutoka kwao. Na sasa tuko kwenye herufi F, nyota namba 6. F, mwanaume, ndio tuko naye kwa muda huu. Tutamzungumzia yeye katika ushirikiano wake wote wa watu herufi A mpaka Z, kwa kile atakachokivuna, iwe kwa mtoto aliyemzaa, iwe kwa wazazi wake waliyemzaa yeye, iwe kwa ndugu na jamaa ambao atawaweka karibu zaidi katika mapambano yake ya kimaisha, lakini iwe mfanyakazi, iwe mke ambaye atakuwa naye karibu zaidi katika mapambano ya kimaisha. Huyo ndio tuko naye katika muda huu, kukupa elimu itakayokusaidia na kufahamu yale ambayo utayapitia katika mzunguko wa nyota 12, katika ushirikiano wa nyota 12, na ukaacha kudanganywa habari za kulogwa, habari za shetani, habari za washirikina, habari za wachawi. Upate uelewa elimu ya kidunia tunakupatia hapa katika mizimu yetu ya Kinwasa. Kwanza kabisa turejee kwamba mtoto wa kiume aliyozaliwa akapewa jina linaloanza na herufi F, mfano labda akaitwa Fabian, na jina hilo likamlea kutoka uchanga wake mpaka wastani wa miaka 3 hadi 7. Jina hili litakuwa ni jina kamili sasa litakalompeleka katika nyota namba 6, na hata kama atapata jina lingine katika umri mwingine baada ya kuvuka miaka 7, halitabadili chochote katika historia yake ya kimaisha, kutokana na jina ambalo kalipata akiwa mchanga na likamlea. Hali hiyo ni kitu ambacho kitamwangamiza sana. Kwa nini? Tukianza naye, hii nyota namba 6 ya herufi F ni moja katika nyota ngumu sana. Nyota ya mlango wa 6 au nyota namba 6, Mwenyezi Mungu amekusudia nyota hii namba 6 iwapelekee shida na matatizo viumbe wake, viumbe wote ikiwemo sisi wanadamu. Shida na matatizo ya aina mbalimbali yapatikane, ikiwemo magonjwa, maradhi ya aina mbalimbali, matatizo ya kuharibikiwa katika mipango ya aina mbalimbali, matatizo ya kuchukiwa na watu katika mipango ya aina mbalimbali, kupata maradhi na yakawa magumu kupona, kupata maradhi na yakagoma kusikia dawa, kupata maradhi yakakosa kujulikana katika vipimo tulivyojiwekea katika ulimwengu wetu, vikashindikana. Hii ndiyo nguvu kubwa iliyokuwepo katika hii nyota namba 6. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni wewe mwenyewe ambaye umepewa jina hili la herufi F. Unatakiwa kujijua vizuri kwamba nyota yako hii ya herufi F ni nyota ngumu zaidi katika maisha ya kibinadamu. Maana yake ni nyota ambayo inakuwekea wewe matatizo ya aina mbalimbali. Ni nyota ambayo wewe mwenyewe tu, hata kabla hujashirikiana na mtu wa aina yoyote, wewe mwenyewe tu hili jina ulilopewa likakulea likakukuza, unakuwa ni mtu mwenye misukosuko yote hiyo ambayo tumeizungumza. Mipango yako kuharibika pasipo kutarajia, kupata magonjwa ambayo unapambana nayo kila siku na hayaponi, kupata misukosuko ya makesi ya kusingiziwa, kuharibikiwa na kukosa maelewano katika masuala ya kimapenzi na ndoa, kuharibikiwa katika uchumi, kuharibikiwa katika kazi,
kuchukiwa pasipokuwa na sababu na watu wako wa karibu, ikiwemo ndugu, jamaa, marafiki na majirani, na hata watoto uliowazaa au wazazi waliokuzaa. Haya yote yanapatikana katika nyota namba 6, na kujijua kwamba hiyo nyota namba 6 inafanya kazi kwako ni lile jina ambalo umepewa. Kitendo cha kupewa jina la herufi F na likakulea kuanzia uchanga miaka 3 hadi miaka 7, hii ni ushahidi wa kwamba nyota hiyo namba 6 inafanya kazi vizuri katika maisha yako. Kwa hiyo katika kujua kwamba nyota hiyo inafanya kazi vizuri katika maisha yako ni kuona misukosuko hiyo ambayo tumeitaja, ikiwemo kupata hali ya kusingiziwa makesi au kufanya kosa dogo linalikakupeleka jela. Ni rahisi mno na ni nyota hatari kama ambao tuliwahi kuzungumza. Kumbuka hapa tunazungumza ushirikiano, lakini tunakupeni kumbukumbu chache. Ni nyota hatari katika kupata uchizi kama ilivyokuwa huu mwaka wa 2025. Huu ni mwaka wa uchizi. Utaona kuna mengi ambayo hayako sawa katika taifa letu na mataifa mengine mbalimbali yanayoendelea, na hii ni kutokana na ushahidi kwamba mwaka huu wa nyota namba 3 ni mwaka unaitia uchizi. Sasa nyota hii namba 3 ya mwaka huu inashirikiana katika siku moja na hii nyota ambayo tunaizungumzia sasa ya namba 6, ambayo namba hii 6 herufi zake ni F na R, lakini kwa muda huu tunamzungumzia yule aliyopewa jina la herufi F, mwanaume. Unawezekana kwamba wewe hapo ulipo ushaenda kwa waganga wengi sana, ukaenda kuhangaika kwa watu wa uombeaji, umeenda kuhangaika kwa watu wa kusomea, kwa watu wa tiba za aina mbalimbali, lakini ni moja katika mapambano ya kutaka kujinasua katika yale yanayokukabili, na bado yanakuwa ni magumu mno. Na hayo ni sambamba na haya ambayo tunayazungumza, labda kwenye mapenzi yako hakuna amani, au kwenye ndoa yako hakuna amani. Watu wa karibu wanakuchukia pasipokuwa na sababu. Umekuwa mtu mwenye kutengeneza mali na mwenye kudhulumiwa bila sababu. Umekuwa mtu mpole na mkarimu na ni mcha Mungu. Kumbuka nyota hii ni moja katika watu wa cha Mungu mno. Lakini licha na ucha Mungu mlokuwa nao, lakini bado unaonekana wewe kuwa ni mchawi, wewe ni mshirikina, yani watu wanakusema vibaya pasipokuwa na ukweli. Ni nyota iliyebeba sifa ya aibu. Unakuwa mtu mwenye aibu nyingi sana mbele za watu, hasa jinsia ile ambayo hufanani nayo, jinsia ya kike. Unaionea aibu mno. Ni mtu ambaye unaonekana kama mzembe kwenye baadhi ya mambo yako, na ni mtu mwenye kuzorota na mzito wa kutekeleza majukumu yako yanayokusaidia kwa haraka. Yale mambo ambayo yanakukabili na ulipaswa kuyapambania kwa haraka ili uweze kujikwamua katika lile ambalo linakusumbua, au uweze kuweka mabadiliko katika yale yanayokusumbua, wewe kwenye akili unakuwa mzito kupambana na hilo. Ila kwenye stori za kawaida kwenye vijiwe unakuwa ni mbishani mzuri, mwelewa mzuri, mwenye misimamo yako kwenye yale yasiyokuwa na maana. Lakini tukirejea katika masuala ya uchumi, maana yake kwamba hata ukifanya biashara unakuwa mtu wa kuyumba yumba, misukosuko hapa na pale. Hata ukifanya kazi unakuwa mtu wa kuyumba yumba na kuharibikiwa, na hata kufukuzwa kazi au kusimamishwa kazi au kushushwa cheo. Ni nyota fulani hivi ambayo iking'ang'ania jambo baya huwa inang'ang'ania kweli. Sasa hii tumekukumbusha tu ili ukumbuke kwamba wewe ni namba 6 kutokana na jina ambalo limekulea la herufi F. Na wale waliopewa majina ya PH kama pharmacy
au pia wote ni F. Kumbuka huu ni utafiti na si usomaji wa nyota kama ambavyo watu wengine wanawasomea. Hapa tunawapeni utafiti wa mambo ya kiulimwengu, mambo yanavyoendelea katika dunia yetu, vile Mwenyezi Mungu alivyoiandaa dunia yetu katika viumbe wake sisi na wengineo. Sasa ushirikiano ambao utashirikiana na watu, kwa kuwa wewe jina lako ni F, karibia katika kila ushirikiano ambao utashirikiana nao utakupa faida kuliko hasara. Naomba nieleweke vizuri. Watu wote ambao utashirikiana nao kwa karibu, kwa sababu mfumo wa nyota yako wewe mwenyewe ni nyota ngumu mno, ni nyota yenye matatizo zaidi. Kwa hiyo wale watu ambao unaoshirikiana nao mara nyingi wewe ndio utawapelekea matatizo. Wao wataingiza mazuri. Wachache ambao nao wenye matatizo kama wewe ndio pale utakapojiingiza kwenye shimo zaidi. Sasa tukumbuke kitu kimoja hapa, kidogo tutazungumza kwa utofauti na zile ambazo tumezizungumza, kwa sababu hii namba 6 yenyewe ndio imebeba matatizo ya herufi F. Yenyewe ndio imebeba matatizo ambayo tunayapitia mara kwa mara. Kwa kuwa yenyewe ndio imebeba matatizo, kwa hiyo ushirikiano ambao unaufanya wewe na watu wengine, ikiwa tu wale watu hawatoki kwenye F au R, hawatoki kwenye H au T, hawatoki kwenye L au X, basi wewe utakuwa unawapa wale watu matatizo na si wao kukupa wewe matatizo. Ila wewe utakuwa unapokea faida kutoka kwa wale watu. Hapa ninataka uwe na umakini mkubwa sana, kwa sababu najua mnachokipitia. Nafahamu vizuri kinachowapitia. Kwa hiyo tukianza vizuri katika ushirikiano, endapo wewe ni F, kwanza tukumbuke kitu kimoja. F ni namba 6, nyota ya kike yenye asili ya udongo, udongo yabes. Ina urafiki na nyota za maji na udongo wenzie. Udongo wenzio ni wale ambao wana majina ya herufi B, N na Z, lakini wao ni namba 2, kwa hiyo wana nafuu. Kwa kuwa ni namba 2 ya B, N na Z, yenyewe ina nafuu kuliko hiyo. Udongo wenzio ni F na R, kama ulivyo wewe ni F na wale wa R mna share zaidi vitu vyote, kwa sababu nyota inabakia kuwa moja ya nyota namba 6. Udongo wenzio ni wale wa J na V, ambao hao wote ni udongo wenzio, lakini J na V ni namba 10. Wenyewe wako kwenye mali na utajiri. Lakini urafiki zaidi upo katika nyota za maji ambazo ni D na P, H na T, L na X. Au ni marafiki zako zaidi. Na katika hawa maji tukumbuke kwamba KH ni H. Tumeshasema mara nyingi yale majina yote yanayoandikwa kwa KH kama vile Khadija au Hamisi, hayo yote yanasomeka kama H, sambamba na majina ya Kilistina kwa mfano au Fitina, yakisomeka kwenye neno Tina yanakwenda kwenye neno T. Sasa hawa wa maji ni marafiki zako, lakini turejee kwanza kwenye lile kundi lako la udongo. Kwa mfano ukashirikiana na udongo wenzio, nao wakawa B, N na Z. Hao utatoka nao sayari moja, sayari ya udongo, sayari ya kaskazini, sayari iliyounganishwa katika masikio yetu. Masikio ya viumbe wote duniani
yameunganishwa na sayari ya kaskazini au udongo au masikio. Kwa kuwa wale BN na Z, kama ni mtoto wako, kama ni mama yako, baba yako, kama ni jamaa yako, kama ni mke wako, wao namba 2 kazi yake kubwa na nguvu yake kubwa ni kukupa power katika utafutaji, yaani nguvu ya wewe kujituma katika kutafuta kipato. Kwa hiyo unaposhirikiana naye wewe unapata faida zaidi kuliko yeye, maanake wewe utaingiza matatizo kwake, lakini yeye ataingiza nguvu ya utafutaji kwako. Kwa hapo kutakuwa na faida. Na ukiwa umeshirikiana na huyu F au R, kama wewe ulivyokuwa ni F ukashirikiana na F mwenzio au na R, hapa mtakuwa sambamba, maanake kila kitu kinafanana. Nyota ni hiyo hiyo namba 6. Kwa hiyo mtakuwa mnachafuana wenyewe kwa wenyewe, mnasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Kama atakuwa ni mke wako au kama atakuwa ni mume wako, kama atakuwa ni mke wako na kama atakuwa ni mtoto wako au baba yako, mama yako, au kama atakuwa ni mtu yoyote wa karibu yako na akawa yuko kwenye hiyo F au R, kama ulivyokuwa wewe ambaye tunakuzungumzia sasa hivi, mwanaume mwenye jina la herufi F lililokulea kuanzia uchanga wako mpaka utu uzima wako, au ulilelewa na jina hilo katika mwaka wa kwanza mpaka miaka 3 hadi 7, basi mtakuwa na matatizo mengi zaidi, kwa sababu mtakuwa mmekaa watu wote wenye nyota zilizo na matatizo zaidi. Kwa misukosuko, shida mbalimbali, makesi, kuchukiwa, vitu ambavyo vingi huwa hatuvipendi vitukute, ndivyo vitakavyokuwa vinawaandama na vinavyowakuta zaidi. Tofautisha kama ukiwa na yule BN na Z. Tuchukulie BN na Z akawa mke wako au akawa baba yako, mama yako, au akawa mwanao au jamaa yako wa karibu, rafiki yako wa karibu, mfanyakazi wako, bosi wako, na ndio mtu unaishirikiana naye kwa karibu zaidi. Hapo patakupa faida, kwa sababu yule anakupa power ya kutafuta, ila wewe ndio utakayekuwa ukimchafua yeye yule. Wewe ndio utakayekuwa unamtia nuksi. Matatizo mengi zaidi yapo kwako. Kwa kama atakuwa na mke wako yule BN na Z, mkiona mnagombana, japokuwa BN na Z ni watu wenye sifa ya kiburi na jeuri, kwa kuwa ni mkeo, manake kiburi kitakuwa kipo juu. Lakini licha kiburi kwa kipo juu, ila wewe ndio una nuksi ya mahusiano na ndoa, wewe ndio una nuksi ya masuala ya uchumi, wewe ndio una nuksi ya mali zako kutulia au utulivu wa amani. Japokuwa kwamba hii F ina tabia ya upole kwa macho, lakini ni nyepesi katika hasira, na ni moja katika watu ambao mkichukia watu wanapata madhara. Yaani wale watu ambao wale watu ambao tunasema kwamba umechukizwa nao, yani umewachukia, wale watu unaowachukia wewe ukawakasirikia, wanapokea matatizo makubwa zaidi. Sasa hapa ndipo unapoitwaga mchawi, hata kama hamna huo uchawi. Sasa ikiwa kama unaishirikiana naye ndio F mwenzio au R, maana yake utakuwa ni mtu mwenye matatizo mengi zaidi. Asa kama unashirikiana na yule BN na Z na ndio kawa mke wako kwa mfano, punguza jaziba, punguza maamuzi mahovyo, kwa sababu licha kwa huyu ana kiburi na jeuri, lakini anakupa power fulani, anakubeba katika mambo mbalimbali. Wewe ndio unamchafua. Ikiwa ndugu yako, jamaa yako, mtoto wako, baba yako, mama yako, na ndio mtu uliye karibu naye zaidi, ugundue kadri unavyokuwa na moyo wa kwenda kazini,
kutafuta kazi, kilimo, yaani unapokwenda kufanya kazi, nyota yake inakuongezea wewe nguvu ya kwenda kufanya hiyo kazi kwenye mapambano ya kiuchumi. Lakini kadri unapomwona yeye anazorota kiuchumi, aeleweki na watu, ujue wewe ndio umeingiza hicho kitu kwake. Naomba ieleweke vizuri, hili ni darasa gumu sana. Sasa kama utakwenda kushirikiana na wale wa namba 10 J na V, kumbuka ile namba 10 yenyewe kazi yake ni kutengeneza mali, uongozi, utajiri na utawala. Vile vile unaposhirikiana naye, wewe utapokea hizo nguvu za kutaka kuwa na mali, za kuwekeza kwenye mali, za kutaka kuwa tajiri, za kutaka kuendelea kumiliki utawala wako wa kiuongozi, za kutaka kuwa mtu bora na kukubalika mbele za watu. Lakini wewe utachafua kwake. Yule mtu kwa kuwa ni J au V na unashirikiana naye, wewe ndio utakayekuwa unamchafua, yeye atakuingizia mazuri. Asa ikiwa kama ni mkeo, tunasemaga hawa wanawake wa J na V huwa ni wanawake ambao wanapenda kulalamika, wakiwa na hasira, hata kama kuna baadhi yao wanaongea sana kwa unyonge, kuna baadhi yao hawaongei, wanalia. Manake wanataka kubembelezwa. Ni kama ilivyokuwa mali yako ndani, huwezi kuitumia ovyo, utaitumia kwa kuitunza. Sasa ndio sawa na wao ni kama mali, yaani wanahitaji sana kubembelezwa na kutunzwa, kuangaliwa kwa karibu. Asa kwa kuwa utashindwa hayo, utatengeneza matatizo zaidi na itakuwa vurugu zaidi. Lakini ujijue wewe ndio mwenye nuksi kubwa. Na kama sasa utashirikiana na wale marafiki zako wa nyota ya maji, herufi D na P. D na P yenyewe ipo katika mlango wa 4, na yenyewe ni nyota ambayo inatufanya kutupa utulivu katika mji, inatufanya kuwa watu wenye kupendeka na watu walika mbalimbali, wenye amani katika miji yetu, wenye kutunza siri, wenye kuficha vinavyofichika. Hapa wewe pia utapata faida, ila yule wa D na P yeye atapata hasara. Hatapata kile ambacho utakachomuingizia wewe ni kibaya, yeye atakachoingiza kwako ni kizuri. Achilia tabia za kibinadamu, fitna za kibinadamu, malezi, hivyo vitu vipo, lakini nazungumzia uhalisia wa nyota. Kadri mnavyokuwa karibu na huyo mtu wa D au P, na wewe ni F mwanaume ambaye tunakuzungumzia hapa, ukumbuke kwamba yule wa D na P ndio utakuwa unamchafua. Yaani wewe utamuingizia matatizo, shida, misukosuko, kushindwa kutimiza mipango yake, lakini wewe utapata utulivu kutoka kwake. Kwa makini na elimu ambayo tunaitoa. Na kama ushirikiano utakuwa ni wa D na P, na huyo D na P akawa ni mkeo, atakusaidia kufikia malengo, atakusaidia kutunza akiba kwa kiwango kizuri, atakusaidia kupewa heshima ya nyumbani, atakusaidia kwa mtu mwenye siri katika mipango yako na kutunza siri za aina mbalimbali. Lakini kama usipolitambua, utaona maisha magumu kwa sababu hujajitambua wewe. Na ikiwa wala namba 8 H na T, ambako hapa kwenye namba 8 kiuhalisia hata mkeo anatakiwa atoke katika hiyo namba 8 herufi H na T. Hawa
kwa sababu ni maji ya mafuriko na wewe ni udongo yabisi. Hao ni watu ambao nyota yao imekaa katika mlango wa 8, yani mlango unayosimamia masuala ya kufa, na wewe uko katika mlango wa 6 kama F, na huu mlango wa 6 unasimamia sana magonjwa na matatizo. Kumbuka vyanzo vingi vya vifo vinaanzia kwenye ugonjwa, kwenye matatizo ya aina mbalimbali, kuharibikiwa. Ndio kunapatikana sababu ya kupelekea pia mtu anapata labda mshtuko wa moyo kwa sababu mali yake imeungua, mshtuko wa hiki kusaka kapata shida hii, mshtuko hiki, au kapata kuugua katika kipindi kirefu, au kachukiwa zaidi na watu na akasononeka moyo na ikampelekea yeye kupata kifo. Kwa hapo wewe huyo ni mtu wako bora, kwa sababu mna vitu vingi vinavyoshare katika nguvu hizo, chanzo cha ugonjwa na kifo. Ndio maana hiyo, yani nyota namba 6 na namba 8 zinatakiwa zioane kindoa. F na R wao namba 6, H na T wao namba 8, au wanatakiwa kuoana kindoa, kwa sababu huyu F ambaye kama tutakuzungumzia wewe mwanaume wa F, wewe unasababisha matatizo, magonjwa, maradhi, alafu yule wa H na T yeye kazi yake ni kukata tu, kukata. Manake yeye anakata, anatenganisha nafsi na mwili. Kwa ona hiyo pair ilivyokaa. Katika hali za uchumi hapo bado maisha ni magumu mno, hakunaga utulivu, heshima uwe inapoteaga, amani inapoteaga. Japokuwa kuna kitu kinachosaidia, kwa sababu wote mnakuwa watu wenye kupenda sana imani ya dini, hasa mkiwa nayo. Kama mlikolelewa wote wawili, kuna mlilelewa katika mazingira ya kupenda dini, basi wote wawili mtakuwa wapenda dini na mtakuwa wacha Mungu sana, lakini matatizo yako pale pale. Mtaomba, mtakesha, mtaomba kwa kukesha, lakini bado matatizo yatabaki pale pale, kutokana na sifa yako wewe F na huyo mkeo au mtu ambaye unashirikiana naye kwa karibu, ambaye anatokea katika namba 8 H na T, maji ya mafuriko. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshaziagiza hizo nyota zitende hivyo vitu vinavyovitenda. Kwa hata kama utakuwa umeenda kuomba sana Mungu msikitini au kanisani, hata kama umeenda kwa waganga, lakini bado matatizo yatabaki pale pale. Panahitaji umakini mno, labda upewe maarifa ya kuziombea hizo nyota kwa umakini. Na ndio maana tukakumbuka kuambia kwamba kuna wale watu wenu ambao wako bize kuigiza wakimuona babu wa mizimu hapa alikekea anazungumza, ndio na wao wanachukua kopi wakazungumza katika mitandao yao. Kama hiki kipindi fulani imemoka kimya, unaona hata wao wamekaa kimya. Sasa elimu zaidi za kujinasua katika matatizo haya tumesema tutazitoa baada ya darasa hili kulimaliza, yani ikiwa herufi Z mwanamke tumemaliza, ndio tutatoa hilo darasa la kujikwamua. Ufuatilie na uwe makini hapa hapa katika YouTube channel yetu hii ya Alikeke TV na mitandao yote ya TikTok, Facebook, Instagram, kote huko kwenye Alikeke TV, ili uendelee kuwapata hiyo baada ya darasa hili, upate kitu cha kujinasua. Sasa ushirikiano wako wewe na watu wa H au T, na wewe ukiwa ni F au R, hajalishi huyo ni mtoto wako, baba yako, au ni mama yako, au ni mke wako, au ni jamaa yako karibu, kwa vyovyote vile ni watu ambao mnaongeza pia kuchukiana, ni watu ambao mnakuwa zaidi mnagombana, na ni sehemu kubwa ya kuporomoka zaidi na zaidi katika masuala ya kiuchumi. Panapoondoka kabisa na kutoweka amani. Ni sehemu ya kupokea magonjwa mengi na maradhi ambayo hayajulikani mengine.
na mkabakia kuamini kwamba mmetupiwa jini, mmelogwa, si na nini, vitu ambavyo si vya kweli. Ni vitu vipo hivi tunavyovizungumza ndivyo vinavyotenda kazi hiyo, lakini kutokana na wajanja na elimu za kiimani imepelekewa kwamba kuna wanadamu wanayefanikisha hayo kwa wepesi. Ukikaa katika darasa hili na ukajitambua vizuri, utapata wepesi wa kuwa mvumilivu na kupambana kwa Mungu, na hasa kuomba katika asili yako ya matambiko ili kunusuru hili linaloendelea. Na ikiwa ushirikiano wako huu umeupeleka katika namba rafiki na wewe ya 12 maji kusini mdomo L au X, bado patakuwa pabaya tu. Maanake wale wa L na X namba 12 ni moja katika watu ambao ni wapenda haki, lakini mbali na kupenda haki wanaandamwa na makesi. Hivi unajua watu wa L na X mpaka kufika umri wa utu uzima bila kupata kesi ndogo ndogo na kubwa kubwa, na pengine kesi za kufikisha hata mahakamani, haijakuwa. Hapa ni pabaya tena zaidi, kwa sababu wewe ambaye ni herufi F mwenyewe nyota yako huwa inavutia jela, iwe jela ya kufungika kinyota katika masuala ya kiuchumi, iwe jela ya kujifunga katika masuala ya kutokupona maradhi, ugonjwa kutokusikia dawa, au iwe jela ya ufahamu wa akili kutokuwa mzuri, au iwe jela ya kujifungia kukosa mzunguko mzuri na watu, au iwe jela kama jela ya kiserikali. Na yule H na T L na X wenyewe wameandamwa na kusema haki na ukweli, lakini wana ukaribu sana na kushtakiwa. Na ukumbuke L na X tunasema ni mwanzo na mwisho, yani mwisho wa jambo mwanzo wa jambo yenyewe, yani kwanza inamaliza alafu inaanzisha. Ni zaini ya mwili kuoza alafu finye wakatoka, yani viumbe wengine wakazaliwa katika mwili uliooza. Kwa hiyo kwanza inamaliza jambo alafu inaanzisha jambo, nayo ni mabaya tu, sio mazuri. Kwa hiyo itakupelekea ushirikiano wako huyo unaweza kujisikia hata kumuua mtu ili upate kesi na ukaenda jela. Kwa hiyo hapo pia ni pabaya, lakini kwa ujumla bado mnakuwa mnachafuana, lakini kwenye L na X wewe unachafua zaidi kuliko yeye. Bora pale kwenye H na T huwa kama 50 kwa 50, lakini kwenye L na X wanachafua lakini wana afadhali, wewe utawachafua zaidi. Turejee katika zile zilizokuwa adui na wewe. Adui zako ni wale wa moto na wale wa upepo. Moto ni namba 1 AM na Y, na namba 5 E na Q, na namba 9 I na U. Upepo ni namba 3 C na O, na namba 7 G na S, na namba 11 K na W. Sasa kama utashirikiana na AM na Y katika moto, hii namba 1 itakupa nguvu ya uhai. Wao watakuingizia wewe kuwa na nguvu nzuri katika masuala ya kuishi uhai nafsi, ila wewe utaingiza shida na matatizo na misukosuko na maradhi kwake. Kwa hiyo wewe ndio utakayemchafua. Kwa makini, darasa gumu hili, lakini kwa wenye upeo ni rahisi sana. Kadri mtakavyoshirikiana, yule AM na Y, nyota ni adui, lakini yeye ndio atakayeteseka zaidi. AM na Y, wewe utamchafua zaidi, maana yeye atakuingizia uhai, lakini wewe utamuingizia matatizo.
Na ikiwa umeshirikiana na adui naye namba 5 E au Q, moto, mashariki, macho, huyu kuna kitu kibaya pia atakuingizia, japokuwa wewe utamchafua zaidi. Wale E na Q wenyewe ni namba 5, taarifa, na katika taarifa ni nzuri na mbaya. Sasa ukishirikiana naye, wewe utaingia katika hali ya kupokea taarifa mbaya zaidi na matukio mabaya zaidi. Atakusukumia hizo kwa taarifa mbaya kwako ni nyingi, ndio kitu atakachokuchafua. Lakini wewe utamchafua zaidi, ashindwe kulipa madeni yake, aandamwe vizuri na madeni, apokee taarifa mbaya zaidi, apate watu wa kumchukia. Na kama mkeo, tukumbuke hata kama ni AM na Y, kabla hii tutajamalizia hapa kwenye E na Q, kama ni mkeo utamsababishia maradhi yasiyoeleweka. Sambamba sasa na kama akiwa ni E au Q, utamsababishia maradhi yasiyoeleweka. Kwa wewe ndio utakayemchafua zaidi, iwe yule E au Q. Na kwenye AM na Y tulishahama kulila, tulikumbushia jambo moja hapa ambalo tuliliacha la mke. Na ikiwa huyu AM na Y, ikiwa wewe ni F na unashirikiana na I na U katika namba 9, mashariki, macho, wale wa namba 9 ni nyota ya ibada hii, lakini watu wenye kuhifadhi sana vitu moyoni. Hawa nao utawachafua wewe zaidi, na utakachowatesa zaidi huwa hawasahau yale mabaya waliowahi kutendewa. Na kwa nyota yako wewe F, utatenda mabaya mengi tu kwake. Hapo ataangamia zaidi, kuwa na vitu vingi katika moyo. Mbaya zaidi akiwa mkeo, utakuwa ukimkela, na katika kumkela kwake hata sahau, ataumia sana. Kwa bado wewe utapata faida, kwa sababu yule I na U atakachokupa ni safari nzuri, kupokelewa kwa ugenini na kupokea wageni katika mji wako na kufanya ibada katika imani na kuamini. Lakini wewe utaingiza yale tunayoyasema mabaya kwake. Na ikiwa mkeo anaweza hata akapata sababu ya kujiua kutokana na matendo yako, wewe ni makini, darasa hili gumu sana. Hivyo manake utakuwa wewe ndio unamchafua na si yeye kukuchafua. Tusonge mbele. Turejee katika nyota adui ambazo, kwanza tuseme hapo, kumbuka kama tukisema huyu I na U akiwa ni mkeo, kwa kuwa anaweka vitu sana moyoni, na wewe tabia yako ulionayo wewe F, kuna hitaji uangalizi wa huyu I na U, manake wana moyo wa kujiua wale I na U. Matendo yako unaweza kusababisha akajiua. Zingatia sana hili. Asa ikiwa ni adui katika sayari ya upepo, na ikawa namba 3 ya C na O, ambao hawa C na O kama tulivyosema kwamba mna ushirikiano wa kutumia siku moja, siku ya Jumatano. Kama tulivyoona mwaka huu ni mwaka wa nyota Jumatano, ambayo ni wale C na O. Vurugu. Nyota namba 3 ile C na O yenyewe ina sifa ya vurugu na nguvu mbaya, matumizi mabaya ya nguvu na vurugu zaidi, uongo mwingi, na wewe pia ni muongo wa F. Kwa hiyo mnashare ile siku ya Jumatano katika hivyo vitu. Hapa pia patakuwa pabaya zaidi, mtakuwa watu wenye kutimuana mara kwa mara na kutimua akiba zenu. Kwa ushirikiano wenu pia utakuwa mbaya zaidi, hautakuwa wenye faida. Lakini bado yule C na O ana afadhali,
wewe F utamchafua yule C na O, hata kama akiwa ni mkeo, ndugu, jamaa, rafiki au mtoto wako, wewe ndio utakayemchafua zaidi. Japokuwa yeye atakuingizia wewe matumizi mabaya ya nguvu, atakuongezea kuwa muongo na kutokutimiza akiba zako na kutimua akiba zako na kutimua kikundi cha watu ambacho ulishibana nacho. Tusonge mbele. Sasa kama itakuwa umefanya ushirikiano, nyota ni adui ya upepo na wewe ni F, udongo, mwanaume ambaye tunakuzungumzia hapa, ila uadui wako ukawa katika namba 7 ya upepo ya G na S, magharibi, pua. Wale wa G na S, nyota ya bahati, nyota ya furaha, mapenzi, kupendwa na kupenda, iko ndo kitu kilichokuwa kwao ndoa. Atakachokiingiza kwako ni furaha, mapenzi, kupendwa, kupenda, bahati, ila wewe utakwenda kuchafua kwake, kumuingizia magonjwa, shida na matatizo mbalimbali. Kwa bado katika ushirikiano wako wewe na G na S, wao ndio watakayeangamia na wewe utapata faida. Maanake wewe utamuingizia mabaya, yeye atakuingizia mazuri. Na kama huyo G na S ni mkeo, utamkela zaidi, na kwa sababu nao wana wepesi wa kuvunja ndoa, basi inawezekana ndoa ikavunjika kwa haraka tu. Tumalize K na W. Kama ushirikiano wako utakuwa kwa wale wa K na W, nyota namba 11 ya upepo, magharibi, pua, nyota yenye kutaka kuwa na marafiki wazuri, nyota yenye kutaka kuwa na akiba nzuri, nyota yenye kutaka kuwa na mikutano mizuri, nyota yenye kutaka kuwa katika kusanyiko na amani na furaha. Lakini kwako itakuwa kinyume chake. Baadhi ya makusanyiko utakaa, lakini kusengenyana kutakuwa kukubwa. Akiba zako zitakuwa zitulina au ukafilisika ukashindwa kabisa kuweka akiba. Kikundi chako cha marafiki kitakuwa chenye kukutenga na kukukimbia, kwa sababu wao watakuingizia hayo mazuri ya kuwa bora katika urafiki, kukusanyika katika furaha, kwenye mipango ya furaha, kwenye kutunza akiba. Lakini wewe utaingiza ile hali ulionayo kwa kwenye kikundi, kuchukizana, kusengenyana, kwenye akiba kuharibu ile akiba, kwenye kusanyiko kuondoa amani na kuleta taharuki. Hicho ndio kitakachoingiza kwake. Kwa bado patakuwa pabaya. Kwa kama ni mkeo yule wa K na W, pia atateseka. Maana yake hautamfanyia mazuri, utamfanyia yale ulionayo katika nyota yako hiyo ya namba 6 F, alafu yeye atafanya mazuri kwako na yeye ndio utakayekuwa ukimchafua, ila wewe itakuwa afadhali. Turejee pale tulikoanzia sasa, kwamba kumbe wewe kama jina lako ni F na limepolea kuanzia uchanga wako, unahitaji kuwa na umakini na watu wengi unaoshirikiana nao. Nao umakini wake ni kuwa mstaarabu kwao na kuwa mvumilivu kwao na kujiepusha pale wanapokasirika ukajishusha ukawa mnyonge. Manake wewe una hali ya kuharibikiwa mara kwa mara na watu wakakukimbia mara kwa mara na ukajikuta huna mtu wa karibu. Na kumbuka, anayekosa watu uchumi wake pia unazidi kudidimia. Hasa haya yako katika nyota yako namba 6. Ukiweza kuyatambua, ni rahisi kujirekebisha, ni rahisi kujiepusha na ni rahisi kupambana na matatizo yako. Bila kusahau, msiache kufanya matambiko ya mila na desturi zetu ambayo yanakusaidieni. F ni nyota ngumu. Kwa hiyo ndio maana nilikwambia wewe unaweza kushirikiana karibia na watu wote tu, kwa sababu kwamba katika watu unaoshirikiana nao
watakupa faida. Hasara zaidi ni kwa wale F wenzio na R, na wale ambako walikoruhusiwa uoe pale kwenye namba 8 H na T, na ndio maana pale umeruhusiwa uoe. Lakini labda pia F na L na X, kidogo kwenye C na O, na kidogo kwenye E na Q, utachafuka humo. Lakini kwa sehemu kubwa wewe ndio utakaye kwa mchafuzi. Kwa hiyo si vibaya kuona wewe unawachafua wengine, lakini unajua wote tunakataa kuchafuliwa, lakini si kumchafua mtu. Hasa kwa kuwa wewe ndio unakuwa unawachafua, kwako bado imekaa vizuri tu, ila weka umakini, maanake kuna wakati unaweza kumtolea mtu maamuzi, lakini hujui kumbe wewe una uchache mdogo wa maelewano na watu katika masuala ya kimaendeleo. Yaani hata ukiwa wewe ni F na uko labda msikitini, shekhe, au uko kanisani, si mchungaji, si padri muumini, idadi kubwa ya wale watu wako wa karibu, wale washirika wenzio wa imani moja, hao wanakusengenya, na hao wanakuona wewe mchawi, na hao wanaenda kukupigia malamri na wanathibitishwa wewe mchawi. Hao ndio wanakuogopa na kuamini kwamba wewe ni mchawi kweli. Si kama unanielewa? Msifanye masiana na hizi elimu ni nzito. Kuiga wataiga, lakini hapa ni pazito. Asa ukizingatia hayo yote, ugundue kabisa uchawi unasingiziwa wewe, wizi wa kwako wewe, ukorofi wa kwako wewe, na japokuwa ni mpole kwa kawaida, ila ukikasirika, matumizi ya hovyo unayo wewe, kuchukiwa na watu wewe. Asa hebu jiulize hapa, mzigo wote huu wewe utaupeleka wapi? Hebu jitahidi kuwa mvumilivu mbele ya watu wengine ili kujiepusha na hili. Ila mwisho wa darasa hili tutakwambia mifumo ya kujitibia matukio haya tunayozungumza. Mwambie na mwenzio, ili darasa likiisha tutawapeni njia za kujinusuru katika haya tunayowafundisheni. Manake katika mzimu huu wa Kimwasa, hapa ni kazi yetu kubwa ni kutoa elimu na si kuangamizana. Wale ambao wamewahi kuja wanajua. Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Subscribe na kushare katika channel yetu Ali KK TV. Ni follow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV, na namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042, hapa katika mizimu yetu hii ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Mimi Babu Amila ndiko nakupatikana.